Urusi na Ukraini zinaendelea kuongeza kasi katika vita vya makombora. Moscow imeongeza tena hifadhi yake kwa zaidi ya makombora mapya 1200 ya aina ya Iskander-M, hatua ambayo inaweza kuongeza kwa kasi kubwa nguvu yake katika uwanja wa vita. Ulaya kwa upande mwingine inasukuma jitihada za kuipatia Ukraini silaha za masafa marefu. Urusi na Ukraini sasa zinajiandaa kwa vita kubwa na vyenye maangamizi zaidi. Mazungumzo ya amani yamewekwa kando na sasa pande zote mbili zinaendelea kupigana kwa nguvu zaidi kuliko hapo awali. Mashambulizi yanayozidi mipaka yamekuwa ukumbusho wa kutisha wa jinsi mistari miekundu wa vita hii inavyobadilika. Urusi inaendelea kurusha makombora na droni za shahidi karibia kila siku, lakini shambulio dhidi ya mji wa Kharkiv limeonyesha jinsi Rais Vladimir Putin anavyotaka kwa nguvu kushinda vita hii. Machafuko yanayosababishwa na mashambulizi ya Urusi ni sehemu ndogo tu ya janga kubwa zaidi. Putin haonyeshi dalili yoyote ya kutaka kusitisha vita, bali anaendelea kupanga mashambulizi zaidi, hasa wakati wa baridi, dhidi ya miundombinu ya nishati, gesi na maji. Ni hali ya kibinadamu inayotia huzuni. Wa Ukraini wanasema wanashukuru kwa kuwa hawako peke yao tangu mwanzo wa vita hivi, lakini sasa zaidi ya wakati mwingine msaada wa kimataifa ni muhimu. Putin anaongeza kasi ya uzalishaji wa makombora yake. Makombora haya hatari yanatarajiwa kuwa yenye uwezo mkubwa zaidi. Moscow imeweka mabilioni ya dola katika kuongeza upya makombora yake ya Kursk, ballistic na hypersonic. Hata hivyo, vikwazo vya kiuchumi vinaendelea kuathiri uchumi wake. Matoleo mapya ya makombora ya Iskander na Kenzahi ndiyo yatakayofafanua nguvu ya mashambulizi ya Urusi katika siku zijazo. Kombora la Kenzahi linalorushwa angani linaweza kubeba kilo 150 za vilipuzi vizito na hata vimeundwa kubeba kichwa cha nyuklia. Ripoti zinasema Urusi iko tayari kutengeneza zaidi ya makombora 180 ya Kenzahi. Wakati huo huo, Ukraini pia inaendelea kushambulia ndani ya ardhi ya Urusi. Imefanya milipuko na mashambulizi ya drone katika maeneo ya karibu na Moscow. Siku chache zilizopita, Kiev ilitumia makombora ya Storm Shadow waliopewa na Uingereza kushambulia kiwanda kinachodaiwa kutengeneza sehemu za silaha za Urusi. Ulaya sasa inazidisha juhudi zake ikitaka Ukraini ipate makombora ya masafa marefu zaidi ili kushambulia ndani zaidi ya Urusi, lakini lengo kuu ni kuharibu miundombinu ya nishati ya Urusi, hasa mafuta na gesi. Kiongozi mmoja wa Ulaya alisema, wiki hii tunaweza kuongeza shinikizo dhidi ya mafuta na gesi ya Urusi. Tayari tumechukua hatua kubwa na bado kuna mengi zaidi tunaweza kufanya kuhusu uwezo wa mashambulizi ya muda mrefu, lakini Putin tayari amechora mstari mwekundu. Ameonya kuwa kutakuwa na maajabu makubwa zaidi ikiwa Ukraini itatumia makombora ya masafa marefu kushambulia ardhi ya Urusi. Hii ni jaribio la kuchochea vita zaidi, amesema. Kama silaha hizo zitatumika dhidi ya Urusi, tutajibu kwa nguvu zaidi, labda isiyo ya kuzuilika. Wafikirie vizuri kabla hawajafanya hivyo. Urusi inaendelea kujihami na Ukraini ikiomba silaha zaidi. Swali kubwa ni umbali gani pande hizi mbili zitaenda. Kila kombora jipya linapozinduliwa, hatari inazidi kuongezeka. Mstari mpya wa mazungumzo ya amani sasa umefutika kabisa. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.